Okay, dokta, kuna kitu kimoja ambacho nimekigundua ni kwamba watu wengi sana hususan ni wanawake wamekuwa wakitupa hovyo hovyo mataulo yao ambao walikuwa wakijihifadhi mara baada ya kupata hedhi zao, lakini vile vile hata zile pampers ambazo watoto wadogo wamekuwa wakizitumia na zenyewe zimekuwa zikitupwa hovyo hovyo. Sasa nikasema nije nikuulize Dr. Taz Genius, kiroho haina madhara yoyote? Mtu hawezi kutumia hivyo vitu kuweza kwenda kufanya mambo mabaya? Haina madhara, ila pia ina madhara kama mtu akikuhitaji kukufanyia jambo, ni njia nyepesi ya wewe kukupata kiulaini sana. Hasa hawa dada zetu, mama zetu wanaokuwa period. Yule unaweza ukamfunga asibidi maisha yake, unaweza ukamfunga kizazi, unaweza ukamfanya avuje kama bomba. Na mkitaka nifundishe uchawi huu, niambieni nifundishe na watu wajaribu waumize watu. Hata kama una mtoto wa kike unajua ni adui yako, tegea pedi yake. Nifundishe nisifundishe? Fundisha dokta. Nifundishe. Mtoto wa kike yoyote ukipata pedi yake, awe kaitupa jalalani au kaiweka, utapoipata ile pedi, ikunjue ile pedi, nenda kachukue mavi ya mbwa. Utapochukua yale mavi ya mbwa, nenda kachukue na yaiviza. Utapochukua yaiviza, nenda kachukue, sawa, uchafu wowote wa jalalani, sawa, vichanganye kwa pamoja na lile yaiviza. Alafu sema maneno haya, utachagua wewe, nafunga kizazi au nataka ablidi kwa muda kadhaa au maisha yake yote. Ukishachukua vile vitu umeshavifunga vyote, nenda katafute sehemu yoyote aliyepita jongoo. Jongoo unamjua? Kaushushe ule mzigo pale, ondoka bila kuangalia. Acha waokote uchafu, acha wafanye nini. Huyo mwanamke asipoblidi au asipomfunga uzazi au asipotoa bomba kablidi mwaka mzima, njoo niite mbwa na uganga na acha. Ila naomba mwaka mzima, naomba msiwafanyie watu kwa kutesti, ni hatari na ni kweli. Sinaga dawa za matango poli, nikifundisha ni kweli. Dokta, mtu ablidi mwaka mzima kweli? Inawezekana, tena simple, miaka mzima. Usipopata mganga mzuri inachukua maisha yako. Wewe unakuwa unakaa una period muda wote na unapungua damu. Unakuwa na daktari anakuambia ule vyakula vya damu. Mbona hizo zambi watu tushafanya sana? Mazito hayo daktari, ni mazito. Haki ya Mungu wallahi, Yesu amina, na pia dini zote, ili ujue nasema. Lakini vile vile daktari, kuna mtu nilikutana naye akasema kwamba tunapoanika nguo nje, tunaziacha nje, ni hatari kweli kwenye maisha yetu ya kiroho. Kitu chochote unachovaa, kitu chochote unachotumia ni hatari kwa kiroho. Kama mtu akikutaka, kama mtu hajakutaka, haina hatari yoyote, ila vitu ambavyo ni sensitive hatari. Kitambaa ambacho mmetoka kufanya mapenzi, yani mmefutia zile shahawa au ule uchafu, engachifu unaofutia uso au makamasi au chupi, sawa, ni vitu hatari ambavyo hata kama uchawi ni mdogo kwa mganga mdogo akitaka kufanya na kuumiza kiurahisi bila yeye kuzunguka. Kwa maana hiyo vitu kama hivyo tunataka tuweze kuvitunza kweli kweli. Vitu kama hivyo unavitunza, lakini pia si shauri mtu chupi, boxer, kitambaa chako anike nje. Lakini kama una nyumba ya fence inaitwa no shobo, no umbea, ni kwako, unaweka kwa sababu una usalama. Ila kama mazingira uswahilini, huwezi jua anayekupenda nani. Mazingira ya kushare vitu, huwezi jua anayekupenda nani. Ni mwiko, ni mbaya, ni vibaya, usifanye. Lakini mchawi anaweza asiingie hata kwenye nyumba ya fence doctor. Mchawi inategemea blaza. Hakuna mjinga anayepata hela. Yaani wewe ujenge nyumba ya milioni 100, milioni 50 ushinde kuweka zindiko. Blaza, hata wenye mapepo wanakuaga wengi ni maskini pale kwa Mwamposa, hawana maisha. Ushaona tajiri anaanguka ovyo? Kuna maana umaskini na mapepo vinahusiana. Vinahusiana kwa sababu unakuwa na miemko na mawazo ujiamini, kwa mapepo yanakufuata. Kwa maneno nataka kusema kwamba fedha inahitaji watu wazito. Hapana, fedha inahitaji mtu timamu mwenye akili, na ukiipata itajizaa. Na ndio maana siri za fedha ni siri kubwa. Hivi unajua pesa ina macho, inaongea na inasema? Nikikwambia hivyo unaweza ukashangaa. Unajua ujui? Mimi sijui kwa kweli. Unajua kuna mwingine akipata fedha unamjua, na mwingine akiwa nayo au ana umjui. Unajua kwa nini?
Tupe kodi hizo. Kodi ni kwamba pesa nayo inatakaga rafiki. Ukiwa waluwalu, ukiwa mapepe, ukiwa mtu wa miemko, pesa inatakaga ije kwako afu iondoke ikakae sehemu tulivu. Na ndio maana maskini wote waliopata pesa nyingi wanapata kwa ghafla pap, afu zinaondoka kwa ghafla, kwa sababu pesa akija kwako anaona ni sehemu ngeni, hajawahi kustruggle, hajawahi kuishi na wewe wala kutembea na wewe, kwa anaona wewe si rafiki yake, anaenda kwa rafiki yake ambaye tayari ana mzunguko na tayari anajua kanuni ya fedha. Kwa hiyo nataka kusema kwamba kupata fedha na kutunza fedha ni vitu viwili tofauti kabisa. Unaweza ukapata zikapita na unaweza ukapata zikakaa. Si kila mtu anayepata pesa anatakiwa akae na pesa. Mwingine anapata pesa lakini anatakiwa awe daraja la kuwapa pesa watu wengine. Sasa ili mtu aweze kukaa na fedha anatakiwa kufanya nini? Cha kwanza, aweke mazoea ya kutembea na hela bila kuitumia. Yaani una njaa, una laki au laki mbili, chakula kinauzwa 2000. Tembea na ile hela kwamba una lengo leo, sitaki kutumia hata 100. Ukifanya hivyo, baada ya muda tembea tena na milioni, kaa nayo. Sema natembea hapa, nataka kupanda, ile nauli tu ni shilingi 5000 au 10000. Sema hapa hii hela nataka niondoke nayo hadi nyumbani, sitaki kuitumia. Ukiweza mazoea hayo, pesa atakuwa rafiki yako. Alafu pia pesa inatakiwa uwe na mazoea ya kuiweka kwenye vitu vizuri vizuri, kwenye udi, kwenye malashi, sawa? Lakini pia pesa ili uwe nayo, jitahidi sana unapofanya mapenzi na mwanamke, sawa? Ile pesa inakuwa karibu, inaona unachokifanya. Alafu ile pesa huyo mwanamke pia umpe. Unamwambia subiri nitakutumia au nitakupa siku nyingine. Ukiweza hivyo, pesa atakuwa rafiki yako. Daktari, unamnyima mwanamke pesa sana kuacha daktari? Hapana, akikuacha huyo mwanamke akupendi, kaja kwako kwa sababu sisi tunasemea, wewe unasemea mwanamke. Kuna mwanamke wa kuwa naye kwenye mapenzi na wa mwanamke wako. Kwa hiyo mwanamke wako na mwanamke wa kwenye mapenzi ni vitu viwili tofauti. Kwa nini mmekuwa mkitufundisha kwamba mtu simpe hela mkononi, mtumie kwenye simu? Hapana. Pesa ina mamlaka na ina masharti na ina njia. Kuna mtu mwingine atakiwa umpe hela, ukimpa hela yako haitokaa na utapata hasara. Kwa hiyo inatakiwa uwe na law tu ya kujua. Kuna mwingine ukimpa pesa kwako yanakuja matatizo. Na kuna mwingine hata ni mama yako mzazi, ukimpa hela anaenda kukuloga. Sasa watu kama hao unawapaje hela? Lazima utumie mtu. Na vizuri hata usimtumie kwa namba yako. Mpe mtu amtumie yeye. Hata kama kwa wakala amtumie. Hiyo ndio njia sahihi. Au ile hela unapoenda kuoga, iweke matakoni. Sawa? Alafu itoe kampe mtu. Hiyo hela hatofanyia lolote. Dokta, kwa nini matakoni? Matakoni ndio sehemu ambayo hata majini wenyewe wanaogopa hela iliyotoka matakoni. Yaani panua matako, ikamate ile pesa, alafu itoe kampe mtu. Kama ni mchawi tuone kama atakoroga. Kwa majini yanaogopa matako. Yaani majini yanaogopa vitu vichafu. Na yapo majini machafu, lakini miko ya hela ndio ninakupa mimi. Au ukitaka njia rahisi, chukua ile hela ijiambie. Lakini kama unaona kujiambia huwezi kupata ushuzi, chukua ile hela kaikanyage mpe mtu. Au chukua ile hela ikanyage na mkaa. Basi. Hizo ndio mbinu za kutunza. Hizo ni kodi ambazo hata kama ni mchawi ukimpa hiyo hela afanye chochote na inakula kwake na hana ujanja. Okay, Dokta, tukitoka hapo tuhamie kwenye issue nzima ya ndoto. Kwanza kabisa nataka kufahamu, ndoto tunazokuwa tunaziota tukilala zina maana yoyote kwenye maisha yetu ama zile ni picha tu ambazo tunakuwa tukiona tukiwa tumelala? Kuna watu design 3 duniani. Kuna mtu anaota, yanatokea, huyo haoti ndoto. Huyo anakuwa ni mtu anayepewa taarifa au ujumbe, na watu kama hao wengi wanakuaga katika koo ya uchifu au utemi, au katika koo zinazosimamiwa na mashetani au majini wakali, majini wa bahari, majini wenye mamlaka. Na kuna mtu anapokuwa kakiona kitu usiku anahisi anakiota, kumbe akili yake huwa inakumbuza kumbukumbu au inafiatua kumbukumbu. Na kuna mtu huwa mara nyingi yeye ni mtu wa ndoto na kusahau. Sasa yule mtu anakuwa tayari ana maono, lakini anakuwa na vifungo vya kaburi kwamba anachokifanya au anachokiota kitakufa na asipate majibu. Kwa maana hiyo unataka kuniambia kwamba sio kila ndoto ambayo unaiota ni kitu sahihi? Inategemea na mtu. Wengi wanaota ndoto huwa wanapewa ujumbe. Ndoto ni ujumbe. Lakini wengine huwa wanapewa maelekezo kutokana na kichwa chake kimeweka kumbukumbu. Sasa utajuaje kwamba hii ndoto niliyoiota ni kitu kama ujumbe napewa? Utajua.
utajua. Ukishakuwa na tabia ya kuotaota na vitu vinatokea, ziheshimu ndoto zako. Ukishakuwa na tabia ya kuotaota ndoto na vitu huwa vinatokea, ziheshimu ndoto zako, kwa sababu wewe ni mtu uliyevuka kwenye ndoto, ni mtu wa maono ambaye tayari ndoto hizo zinakuja kwa ujumbe ulionyooka. Kwa hiyo unatakiwa uzitendee kazi. Kwa mfano kama mimi binafsi yangu dokta, mimi katika maisha yangu nimeota ndoto nyingi sana, lakini ndoto ambayo niliota na ilitokea ilikuwa ni kifo cha rafiki yangu. Niliota amekufa na kweli akafariki. Hii imekaaje dokta? Wewe umeonyeshwa ni maono, lakini mara nyingi wale wanaoota ndoto ya kifo, mara nyingi unapomuota mtu kafa, mara nyingi hii ndoto, wengi wana Google ndoto wanadanganywa. Unapoota mtu kafa, maana yake halisi ni kwamba kuna maagano katika maisha yako yamekuacha. Lakini pia ukaota ndoto mtu amekufa na akafa kweli, ndio maana narudi pale pale, wewe kwenye swala la ndoto umevuka. Wewe ni mtu wa maono, ni mtu mkubwa, ni mtu jemedari, na ukiangalia katika upande wa koo yako ni watu ambao wenye mamlaka, wenye cheo, wenye vyeo na wenye uongozi katika koo huko nyuma. Kwa hiyo sio mkia, ni kichwa. Na vipi kuhusu mtu ambaye amekuwa akiota ndoto analishwa vyakula mara kwa mara? Huyo pia anapewa maelekezo, ni uadui, ni uchawi unafanywa. Kuota ndoto yote unakula, unakimbizwa nyoka, jua kabisa wewe unarogwa. Yaani usizunguke, unarogwa, na wanaokuroga ni watu wanaokujua vizuri kabisa. Kwa hiyo ili usiweze kupata mavitu kama hayo, unatakiwa uweze kuchukua hatua gani? Dawa ni ndogo, watu wengi wanashindwa kuelewa. Chukua kijiti cha mbazi, kiweke matakoni, alafu kalale. Hakuna mchawi wala mwanga yoyote atakayekweza kukuroga. Yaani kile kijiti ni kimoja, matako yako si haya, kiweke tu matakoni, hata ndani ya boksa. Kijiti cha mbazi ndio dawa ya uchawi au ndoto mbaya, na hutaota tena hizo ndoto. Kwa hiyo dokta, yani sijakuelewa, unakiwekaje hapo? Unakiweka katika pachupachu ya matako na matako, unakiweka katikati, unalala. Hapo wachawi hakuna mchawi wala mwanga wala ndoto mbaya utaota. Kama unabisha, jaribu. Ni kijiti kidogo tu. Bwana, huyu alikuwa ni Dr. Charles Genius. Leo tumeweza kuzungumza na